Isaya 54 mstari wa 15. Isaya 54:15 Biblia inasema tazama 13 kumradhi. Isaya 54:13. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Amen. Tukae. Hallelujah. Siku ya leo ambapo tuna watoto 5 ambao tunatazamia kuwapa kipaimara hapa Lemosho, ningependa pamoja na kichwa cha somo ambacho tuko nacho cha wiki ambacho kinasema uzima wa milele upo kwa ajili yako, tuangalie pia ili neno ambalo maandiko yanasema watoto wako watafundishwa na Bwana. Hallelujah. Hii ina maana ya kwamba watoto wetu wanahitaji mafundisho. Kwa lugha ya Kiebrania ili neno watafundishwa anasema they will be made the disciples. Watafanywa wafuasi, wanafunzi wafuasi. Anaposema wale wanafunzi 12 wa Yesu wanaitwa disciples. Kwa lugha nyingine ni kama maandiko yanasema kwamba nitawajenga katika msingi wa mafundisho watoto wako. Kwa lugha nyingine ni kama maandiko yanasema ya kwamba watoto wako nitawafanya kuwa wafuasi wangu. Hallelujah. Haya maneno ni mwendelezo wa unabii wa Isaya. Isaya alikuwa anatoa unabii juu ya wana wa Israeli wakiwa Babeli utumwani. Lakini kuanzia huu mlango wa 53 Isaya alipelekwa miaka mingi mbele, akaacha kuwatabiria Waisraeli wa kizazi kile, akatabiri Waisraeli watakao kutana na kuzaliwa kwa Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo kwenye mlango wa 53 Isaya anasema ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani. Ule mstari wa kwanza anazungumza. Mstari wa 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye masikitiko, kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hakuhesabu kitu. Hakika aliachukua masikitiko yetu, alijitwika huzuni zetu. Lakini tulidhani ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Ghadhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo Isaya anaongelea habari za Yesu. Ameongea mambo mengi ya Yesu. Mstari wa 9 anasema wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Ina maana wale watatu, mmoja kushoto mmoja kulia, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Anaongelewa Yesu. Nafsi yake imetoka sadaka kwa ajili ya dhambi. Ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Hallelujah. Hapa Mungu haongei na Waisraeli walioko Babeli. Anaongea kuna siku zinakuja, nitaumba uzima ndani ya ulimwengu, na njia ya kuleta huo uzima kuna atakaye kuja, atateswa, ataadhibiwa, atakufa, atazikwa na wezi na wanyang'anyi, ili kuleta uzima katikati ya wanadamu. Hallelujah, hallelujah. Bwana apewe sifa. Ndipo unakuja mstari wa 54 sasa unasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe uliyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Sasa ndipo anakuja na Waisraeli anawaambia, najua mmekaa huko kana kamba ni watu tasa. Unajua zamani
Omba Mungu zamani usiwe tasa. Sasa hivi ukiwa tasa hakuna maadili. Lakini zamani ukiwa tasa kijiji kizima kinakusema nini. Lakini unajua sasa hivi hata mtu akiwa tasa kwanza hujui, maana ni kuruka tu, unaruka hapa na pale. Zamani ukiwa una mtoto, wale wa mama mliozaliwa zamani kidogo mnaweza mkanielewa. Achana hata na hiyo ya utasa. Yaani unazaaga tu wanawake tu. Umeolewa, wa kwanza kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa nne wa kike. Kwa sababu wewe ukishaona umepiga wa kike wawili, anza kuombea mdomo wa mama mkwe. Ilikuwa ni vita ngumu sana kuzaa watoto wa kike tu. Kwa hiyo Israeli anaposema wewe uliyetasa, Mungu anapoongea na Israeli kama mtu aliyetasa, maana yake ni mtu ambaye amedharauliwa kwenye familia, amesemwa na mawifi, amesema na wakwe, mume wake ameoa. Zamani ilikuwa mle mwanaume wa kushoia na wewe kama akieleweki anaongezaga tu. Mama mnanielewa? Ashumu kwanza wewe una shida, hujazaa, una maumivu ya kutokuzaa. Una shida, umezaa watoto wa kike tu, una uchungu unataka upate mtoto wa kiume. Alafu jamaa anavuta kitu kingine hapo. Alafu anazaa wa kiume. Anazaa wewe uzai. Mama mnanielewa? Ndio ilikuwa mateso hayo. Kama wewe sio mchawi inabidi ukanunue, sio kwa kupenda. Kuna watu wanakuwa wachawi sio kwa kupenda, nasema Mungu kweli sipendi kuloga, lakini kwa hii dharau wanaodharau. Mungu nisamee, naenda mara moja tu nimkomeshe wifi alafu yaishe. Ukiona unabarikiwa mwenzako habarikiwi, kwa makini, kwa sababu kinachofuata ni vita. Na kwenye hiyo vita kitakachokushindia ni kiwango chako cha unyenyekevu. Mtu anayefanikiwa alafu ni mnyenyekevu, wakati vita inainuka juu yake, ule unyenyekevu wake unapigania. Mbingu zinainuka kumpigania. Hallelujah. Nafuatilia sana, mara nyingine nasikiza shuhuda za wachawi. Mchawi mmoja anasema, yaani mimi ndimloga tu kile kidada kilikuwa kizuri kinajiringa sana hapo mtaani. Yaani kuna saa wewe mwenyewe una attract kushambuliwa kwa sababu ya maneno yako. Kwa hiyo Mungu anawaambia sasa Israeli, wewe uliyetasa, wewe uliyedharauliwa, wewe usiyetulizwa, wewe mwenye uchungu, relax. Kwa nini relax? Kwa sababu Mwokozi amezaliwa kwako. Hallelujah. Yaani Mungu anawaambia Israeli, kuna saa inakuja ya kufutwa machozi. Kuna saa inakuja ya kuondolewa uchungu. Kuna saa inakuja ya kuwapata watoto wako. Maana bora tasa kuliko aliyezaa na anateswa na aliyowazaa. Unajua kuna mtu analia hajazaa, alafu kuna mtu mwingine analia anasema bora tu ningekuwa kama mama nani nisiwe na mtoto. Kwa Mungu anasema, anawatia moyo sasa watu wanaopitia mambo magumu. Mstari wa 4 anasema, usiogope kwa maana hutatayarika, wala usifadhaike kwa maana hutaaibishwa. Kwa kuwa utasahau aibu ya ujana wako, pia mashtumu ya ujane wako hutayakumbuka tena. Mstari wa 7 unasema, kwa kitambo kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Hallelujah. Kuna saa tunapita kwenye maumivu. Kuna saa Mungu anatuacha, lakini anatuacha kwa muda kidogo. Bwana asifiwe. Yesu akiwa pale msalabani alisema, Eloi Eloi lama sabakthani. Yaani alitamani kuomba akashindwa, akajikuta ananena kwa lugha. Eloi Eloi lama sabakthani sio Kiebrania wala sio Kigiriki. Sio lugha iliyopo duniani. Ni lugha ilishuka kutoka mbinguni ikamwingia Kristo. Akanena, Eloi Eloi lama sabakthani. Kwenye ulimwengu wa roho, wale watu waliokuwa wanajua kusikiliza rohoni pale
wakapata frequencies za tafsiri za yale maneno. Wakasema hichi alichokisema sio lugha yetu, lakini inaonekana amesema Mungu wangu, mbona umeniacha? Giza likashuka. Giza ni shetani. Maana yake kuna saa Mungu alimwacha Yesu. Kwa nini kumwacha? Kwa sababu ya dhambi. Yesu si alibeba madhambi ya dunia. Kwa hiyo Mungu hakutaka kujiconnect na mtu mwenye madhambi, akamwacha kidogo. Lakini baada ya muda Mungu akajitukuza kwenye yale mateso na kwenye kile kipindi cha kuacha. Haleluya. Maandiko yanasema kuna saa kitambo kinapita, Mungu anakuwa kama amemwacha mtu, lakini Mungu hamwachi mtu milele. Haleluya. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Haleluya. Ina maana kumbe anaweza kuwa kama Biblia inasema enzi zile za ujinga Bwana alijifanya kana kwamba haoni. Kuna siku ukapita kwenye matukano, kwenye kudharauliwa, kwenye kunyanyaswa, watoto wakakulemea, hamna mtoto unamwambia kitu akusikilize, ukakata tamaa, unamfukuza mtoto wako, unamwambia sitaki kukuona tena, sitaki kukuona, anaondoka. Miaka 5 inapita, yule mtoto uliyemfukuza nyumbani anakupigia simu, anakuambia mama, hebu tafuta mahali tununue hapo tujenge. Haleluya, haleluya. Baada kidogo nyumba imeanza kupanda. Nani anajenga? Ni mtoto. Yupi yule? Si mnafahamu yule jamaa alikuwa anavutaga mabangi hapa. Bwana ndo anamjengea mama yake. Wa mama, msikate tamaa saa unapoona watoto hawaambiliki. Msichoke, maana kuna saa ya kujiliwa na Bwana. Na saa ya kujiliwa na Bwana, haijalishi alikuwa ni mvuta bangi, haijalishi alikuwa ni muuni, haijalishi alikuwa ni mwizi, haijalishi shule alikuwa anashika nafasi ya mwisho, haijalishi ya kwamba alikuwa ambiliki. Saa ya Bwana ikifika, Bwana anajitukuza katikati ya madhaifu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ndipo Mungu anasema watoto wenu watafundishwa na Bwana. Unaelewa maana yake? Kuna ukomo wa elimu ya mwanafunzi, ya mzazi katika kumlea mtoto wake. Watoto walioharibika sio kwamba wazazi wao hawakuwafundisha. No. Lakini kuna mipaka. Tunaweza kuwafundisha, lakini kuna vitu vinazuia tunayofundisha watoto wetu havionekani kwa macho ya damu na nyama. Kuna sawa unahitaji kupenya katikati ya mizimu ya ukoo. Uweke mzimu pembeni, uweke uchawi pembeni, uweke asili pembeni, uipangue afu muingizie mtoto wako kitu ambacho unataka akijue. Sasa si rahisi, kwa sababu mpaka uweze kuona uko rohoni, upangue vizuizi vilivyoko kwenye ulimwengu wa roho, alafu mpe mtoto wako kitu cha kumsaidia yeye na kukusaidia wewe baadaye. Kibinadamu haiwezekani. Hapo ndipo Mungu anasema saa ambapo mnafika ukomo wa macho yenu kuona juu ya watoto wenu, saa ambapo mnafika ukomo wa kutambua yaliyoko mbele ya watoto wenu, saa ambapo mnafika ukomo wa kufungua akili za watoto wenu, hao watoto niacheni mimi Bwana, nitawafundisha. Na nikiwafundisha mimi, amani ya watoto wenu itakuwa kubwa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hata Yesu hakuweza kumaliza kufundisha, alisema naondoka, atakuja msaidizi. Sisi tumelifundisha darasa letu la kipaimara, lakini kuna vitu ambavyo tungetamani tufundishe. Mimi nilijifunza, kanisa alifundishwi kwa degree. Kanisa alifundishwi kwa utaalamu fulani, kwa science. Kanisa lisilotikisika, kanisa imara, ni lile linalofundishwa na Roho wa Bwana. Haleluya, haleluya. Ni lile ambalo mchungaji wake akisimama anaachilia kitu kutoka kule kwenye ulimwengu wa roho. Lile ambalo mwana maombi akisimama anaongozwa na Roho. Lile ambalo mwinjilisti akisimama anaongozwa na Roho. Kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, na elimu hizi za kibinadamu na utashi wa kibinadamu hautoshi kumondoa ibilisi ndani ya mtu na kupanda mbegu ya Mungu aliye hai, isipokuwa Roho mwenyewe ameingilia kati na kufanya mabadiliko kwenye nafsi na akili za watu. Haleluya. Kwa leo tunapotoa kipaimara,
tunajenga msingi wa kumfungulia Mungu tena mpenyo mwingine wa kutembea na watoto wetu. Maana saa wako gizani hatutakuwa nao, lakini Roho Mtakatifu atakuwa anawaona. Saa wako boarding shule ni hatutakuwa nao, lakini Bwana atakuwa nao akiwaona na kuwafundisha. Saa wamesafiri wameenda kazini huko, hatutakuwa nao tuambie siku ya ibada imefika, lakini Roho wa Bwana tukimpa nafasi atawafundisha siku ya ibada, atawafundisha kutoa mchango, atawafundisha kutoa sadaka, atawafundisha kumlingana Mungu ili waweze kufanikiwa kwenye maisha yao. Haleluya. Haleluya wazazi. Nahitaji kumaliza. Kichwa cha somo cha leo kinasema uzima wa milele upo kwa ajili yako. Na somo la wiki hii ni Isaya 55 mstari wa 12 na 13. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani, mbele ya milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya makondeni itapiga makofi. Badala ya mchongoma utamea msonobari, na badala ya mbigili hades. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Amen. Mambo machache tuyajue. Uzima wa milele upo kwa ajili yetu. Kimkiri Yesu kwa kinywa, maandiko yanasema ya kwamba ni Bwana, na kuamini ya kwamba alikufa na kufufuka, na kwamba ni mwana wa Mungu, utaokoka. Kuokoka ndio hiyo kuingia kwenye neema ya uzima wa milele. Neno uzima, kuna maneno matatu yanazungumzia uzima kwenye Biblia. Neno la kwanza ni chainin la Kiebrania. Tafsiri yake ni maisha, ni ile hali ya kuwa na uhai, ni vitality, kuwa active. Kwa active, yani mtu anaweza kawa yuko tu lakini amezuba hayuko na uhai. Kama tulisema kuna Wakristo 100 na ngapi hapa mwinjili? Sensa inasema Mlemosho kuna Wakristo 100 na ngapi? 200. Lakini Wakristo hai ni 60. Kwa hiyo kuna idadi hapa, kama sio 200 ni 100 na kitu. Ni idadi ya Wakristo wapi? Lakini Wakristo hai ni 60. Ni 40 au 60? Vyovyote. Hasa hao wengine wamekufa, hawajafa lakini hatuhesabu kama Wakristo. Kwa hiyo kuwa hai ni kuwa active, kwamba tunakuona ibadani, tukikupa sadaka unatoa, unaimba kwaya, mchango unatoa, maana yake wewe ni Mkristo hai. Alafu pia unaweza kuwa unakuja hapa lakini mwinjili akihesabu Wakristo akasema huyu mrukeni, huyu sio hai. Kwa kumbe kuna kufa mara 3, huko unaishi umekufa, alafu unakufa tena sasa. Kwa hiyo Kiebrania uzima ni kuwa hai kiroho, kimwili na nafsi. Ni ile hali ya mtu kuwa hai roho, mwili na nafsi. Kiebrania maneno mawili. Neno la kwanza ni zoe. Zoe ni spiritual life ama eternal life. Ni maisha ya kiroho, ni uzima wa kiroho, ni kuwa hai kiroho. Mtu aliye hai kiroho ana uwezo wa kuomba, ana uwezo kwenda ibadani, ana uwezo wa kutoa sadaka, ana imani, hata anapopita kwenye magumu ana imani. Maana yake huyu rohoni yuko hai kiroho, ana uzima ule wa kiroho. Lakini tafsiri yake ni uzima wa milele. Ni ule uzima wa milele ambayo ni karakta ya Mungu, ni sifa ya Mungu, kutokufa kabisa. Na neno la tatu ni bios. Bios ni neno linaloashiria, ni type of biology. Biology ni sayansi, is a living science, is a study about life. Ni sayansi ya maisha. Hasa kwenye sayansi ya maisha kuna cosmology, kuna nini? Yani kuna maisha ya mimea, maisha ya wanyama, maisha ya wanadamu, maisha ya zinaitwa hizi cosmology whatever.
maisha ya hizi bakteria hizi kuna jina lake. Viumbe ambavyo huwezi kuviona mpaka utumie darubini. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya uzima wa milele ambao misingi yake ni hii kumkiri Yesu kwa kinywa, tunaongelea kwa habari ya watu kuwa hai kiroho. Na njia ya kuwa hai kiroho ni kusoma neno la Mungu, kukua katika maombi, kwenda ibadani, kumtolea Mungu sadaka. Hapo unakuwa hai kiroho. Na ningependa kumalizia na hili ya kwamba tutafute uzima. Tuwafundishe watoto wetu neno la Mungu. Na watoto wetu wamejifunza neno la Mungu, watembee kwa uaminifu katika neno la Mungu. Neno la Mungu in two forms. Katika nyanja mbili. Neno la Mungu logos, maandiko. Ile kukariri maandiko, kuyajua maandiko. Neno la Mungu rema, kuweza kusikia saa Mungu anaongea na unasoma Biblia hivi unasikia ili ni la kwangu. Hilo linaitwa is a current voice of Holy Spirit from his word. Ni sauti ya Mungu inayokuja kwa wakati sahihi kwa njia ya Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Hallelujah. Kristo aliye hai ana uwezo wa kusoma Biblia akasikia kwamba ili andiko nalisomaga kila siku, lakini leo Bwana ameniona na amenisemesha. Hallelujah. Engare Nairobi, engare kijito cha maji ya uzima.